tulisikia hata tulilia sana tena. Nikasema sasa hii maneno inarudiwa ya nini? Kweli kweli, na hatuoni hata kitu yenye inatendeka kweli. Serikali akiifanya ukweli, ifanye haki kwa watoto, kwa hii nyumba, kwa hii boma kweli. Shamba tu imekaa hivi, shamba tu, hakuna mtu mwenye anaishi. Sasa tutafanya nini kweli, kusema ukweli? Watoto wenye wamebaki, Mungu awasaidie. Kwa majina, naitwa Margaret Sigilai. Mimi tu ni mkaaji wa hapa na mshiriki wa Catholic St. Matthew hapa. So, kitu yenye ninaomba tu, ninaomba haki itendeke kwa hawa watoto. Kwa sababu hata tukifikiria, watoto, siku hizi watoto, kuna mambo mengi watoto wanafanya. Lakini, katika hiyo watoto wanafanya mambo, kuna mahali wanapelekwa. Lakini ikuwa vizuri sana, watoto wauliwe. Mimi sulihuzunika sana. Kwa sababu tukifikiria hawa watoto, ni watoto tu hapa. Wazazi wao wameaga, na hawa watoto walikuwa wamebaki. Wasichana wameolewa, watu wa vijana wawili wamefanya nini? Vile hata tulisikia kwa runinga, tunasikia hawa watoto walikuwa wamefanya fujo mahali fulani. Lakini hakuna. Watoto walienda kukusanywa, mwingine alikuwa amekomboa nyumba pale, na akaenda akaletwa. Mwingine akaenda akaletwa hapa upande mwingine, na wakawekwa kwa nyumba moja na wakauliwa. So mimi nasema kwa serikali tu, haki itendeke kweli kwa hii boma kweli. Kusema ukweli ilikuwa uchungu sana. Hata tuliposikia kwa nini, tulisikia hata tulilia sana tena. Nikasema sasa hii maneno inarudiwa ya nini? Kweli kweli, na hatuoni hata kitu yenye inatendeka kweli. Serikali akiifanya ukweli, ifanye haki kwa watoto, kwa hii nyumba, kwa hii boma kweli. Shamba tu imekaa hivi, shamba tu, hakuna mtu mwenye anaishi. Sasa tutafanya nini kweli, kusema ukweli? Watoto wenye wamebaki, Mungu awasaidie. Kwa majina naitwa Jenny Sang. Mimi ni mkaaji wa hapa chini, lakini nashiriki kwa hii kanisa St. Matthews. Kusema ukweli, hawa watoto tulikuwa tunashiriki na hawa. Hata huyu kijana mkubwa huyu ni mtu wa kanisa. Na hata wakati huo, kabla hii maneno haijatokea, huyu mtoto alikuwa ameanza kukuja kanisa mpaka sisi tukaanza kufurahi. Hata kuna mwaka mwenye walivuna mahindi wakatuletea kwa kanisa gunia mzima ya mahindi wakaleta. Lakini kusema ati hao watoto walikuwa nafanya vituko, kwa kusema ukweli si ni wazazi. Hatujaona na macho yetu. Ni kusikia, tulisikia tu hata kwa runinga juzi ikisemekana ati hao watoto walikuwa sijui wajambazi, sijui wakorofi, sijui walifanya nini. Hata kama ni vita, isemekana hao watoto walifanya vita. Kusemekana ati walishika hizo mishale, walifanya nini. Vita inafanyiwa kwa nyumba. Kwa nyumba ndani, kwenye waliuliwa kwa nyumba. Si vita inakuwaka kiwanja ama mahali wazi kama vita imetokea. Kama mtu ameona wapigane na ule mwenzake kati ya hao polisi na hao watoto, si ilikuwa kiwanja. Bona ndani ya nyumba. Bona ndani ya nyumba. Serikali iko wapi? Serikali iko wapi? Tutalilia nani sisi watoto wetu wanauliwa tu bure? Na hao watoto ni mayatima, hawana mama, hawana mtu yeyote. Hao watoto walikuwa wamejiishia tu wakiwa watoto mayatima. Na sisi kanisa tulikuwa tumechukua hao watoto kama watoto wetu. Tulikuwa tunawasaidia. Tulikuwa wanatukimbilia tunawasaidia. Hatukuona ubaya wowote. Hata hao watoto ni watoto wetu. Kuna mama hata hapa, huyu mwenye ameongea mbele yangu, ni mama yao, hata aliwalisha. Ninashindwa kwa nini hao watoto wanawekwa hata kwa runinga na njia mbaya hivyo sana. Walifanya nini yenye iwezi rekebishwa? Hata mtu akiwa mbaya namna gani anarekebishwa. Hata mimi mzazi niko na watoto, na kuna wabaya na wanarudi wanakuwa wazuri. Mbona hao watoto wanauliwa na wakauliwa wote? Si wangewacha hata mmoja akishe moto wa hii nyumba mpaka nyumba inabaki inakuwa msituni? Serikali iko wapi? Tutalilia nani? Tutalilia nani? Tutalilia nani hao watoto wapate haki yao? Tunaomba haki itendeke. Majina ni Rose Ator. Mimi ni mkaaji wa hapa. Na kanisa ni St. Matthews hapa. Tulikuwa nashiriki na hawa watoto, na huyu msichana wa hii boma alikuwa ameoleka kwangu na kijana wangu. Na alitoka na watoto wawili.
na tulikuwa tunashiriki na hao vijana vizuri. Siku ile huyu mama yao alifariki, msichana akalete hao watoto kwangu. Walikuwa wanakula kwangu, nilikuwa nawapikia, wanakula kwangu, wanaenda. Dennis alikuwa anasomea huko chini, hii shule inaitwa Hopewell. Na nani Kevin alikuwa amewekewa ni Father Kibruto, alikuwa amewekewa nini huko. Alikuwa anaenda garage hapo. Alikuwa anasoma hapo. Kwa hivyo tulikaa na hao vijana na mimi si kuona ubaya wao kwa sababu walikuwa wanakaa kwangu. Na kama ningeona ubaya wao, siku hiyo hata hiyo ubaya ingeonekana. Lakini mimi nilisikia uchungu kwa sababu kuua watoto bure hivyo. Hakuna mtoto mzuri, hakuna mwenye atasimama na aseme mtoto wangu ati ni mzuri. Hata hii bangi yenye inasemekana ati watoto walivuta. Hiyo ni haki, kama wangeshika hawa watoto, wangepeleka huko ili tuendage hata tuwaone tu na macho hivi na kuwaongelesha huko ili watoke huko at least hata kama wamebadilika. Lakini sio kuua. Sasa kuua ilisaidia nini? Kwa sababu kuuawa sasa tutakuwa tukiona nani? Hata wangewacha hata mmoja hapa ili hata asimami hata kwa hii nyumba tuwe tukiwaona. Kwa hivyo, mimi ningeomba tu haki itendeke na serikali wachunge watoto wetu. Wasiwe wanaua watoto wetu ovyo ovyo. Joel Kipkoech Tuwei. Vile hii mambo kweli ilipotendeka ilikuwa ni kama ndoto. Sababu vile ilifanyika hasa mimi sikuja wakati huo, saa ile ilikuwa iko. Hawa ni watu nasemekana walikuja akakutwa na polisi na wakatoa silaha. Tunashangaa hata sijui kama nani alifunza hata hiyo watoto kutupa silaha, kutupa mishale kwanza. Nafikiri hata kuelewa hata ajui mishale inatupwa namna gani. Na tulielezwa iko na iliko sanduku ya mishale kubwa kubwa, tulishangaa sana. Tena ile shida ilikuwa iko kubwa. Mbona hawakuuawa huko nje? Walikuja yote wakasanya, wakalete yote hapa. Alafu nasema ilikuwa iko vita. Vita ilikuwa iko upande gani? Hata wakati hiyo ilikuwa mahindi ilikuwa hakuna, na hata hakuna shamba ilikuwa inakanyagwa. Hiyo mambo tu ya kuja ni kama kitu ilikuwa kisasi. Sasa kama haki ifanyike, mtu ashikwe na apelekwe kwa sheria. Hiyo yangu ndio najua tu. Asante.